Kuna interview amefanya kaka yangu Clemens Mwandambo. Huyu ni mtu ambaye namuelewa sana. Ukiwa na akili iliyoprogramiwa, huwezi kumuelewa Mwandambo. Lakini ukiwa na akili kubwa, Mwandambo utamuelewa. Mwandambo ni mtu aina gani? Mwandambo ni mtu ambaye anawiwa sana na maendeleo ya taifa lake. Yaani vitu ambavyo vinaandamine maendeleo ya taifa, maendeleo ya jamii, vinamkasirisha sana. Sasa ile style yake ya kuaddress matatizo ya jamii ndio inaletaga taharuki. Kwa nini inaleta taharuki? Mwandambo ni mtu ambaye matatizo anayoyaona katika jamii anataka mabadiliko ya papo kwa papo. Kitu ambacho Mwandambo hajui kwamba matatizo yaliyo katika jamii ni mchakato mrefu sana mpaka tukafika kwenye haya matatizo. Mimi huwa napenda kutoa shortcut ya chanzo cha matatizo yetu. Matatizo ya taifa letu kwa asilimia zaidi ya 70 yalianzia kwa Mwinyi. Yaani Mwinyi ndio alikuwa anachonga barabara ya haya matatizo tulionayo. Ukiwa na akili kubwa utanielewa. Kwa sababu baada ya Mwinyi kukubaliana na ubepari na demokrasia, hizo ndizo silaha za kutengeneza polarized society na uhuru ambao hauna mipaka. Kwa mfano, nitatoa mfano. Huwezi kukamata wanawake wanajiuza barabarani, utafunguliwa kesi. Wana haki ya kujiuza. Huwezi kuwakamata wachungaji wanaowadhalilisha waumini katika muktadha wa miujiza. Watu wanadhalilishwa. Zile ni movie ambazo watu wanalipwa na sisi wenyewe tunajua michakato ya hizo movie. Huwezi kuwakamata. Wana kibali cha uhuru wa kuabudu. Ni mfano nimekupa. Hayo makanisa ya uhuru wa kuabudu, wanawake kujiuza. Yaani uhuru uliopitiliza ulianzia kwa Mwinyi. Lazima tukumbushane. Lakini neno uhuru alipokumbuka. Kwa sababu hata hao wanaotuhubiria uhuru kwao hakuna uhuru. Kwa hiyo kwa kifupi uhuru ni illusion. Sasa nirudi kwenye hii interview ya Mwandambo, ni ndefu. Nitawekea kwenye link hapo mtu ambaye anataka kwenda kuisikiliza kama hajaisikiliza. Ni nzuri japokuwa ilikuwa ni interview, yani ni mtu mmoja na hoji mwingine, kitu ambacho mimi wasifanyagi. Kwa sababu mwandishi wa habari akiwa anakuhoji, anakuhoji katika, amelenga vitu viwili niseme. Amelenga kukujua wewe asili yako na nguvu zako, na kukujua malengo yako wewe. Yaani waandishi wa habari wote duniani wamefundishwa kumhoji mtu katika mazingira hayo. Ndio maana huwezi kunikuta mimi eti mtu kakaa hapo na vimaswali vyake ananiuliza. No, mimi nafanya podcast. Kama unajua unafanya maudhui yanayoshabihiana na mimi, tunaweza tukakaa, tukadiscuss matatizo ya taifa letu, tukatoa suluhisho la matatizo yetu. Hivyo ndivyo naweza nikafanya. Lakini umekaa hapo na vimaswali vyako, ulisoma wapi? Ilikuwaje shuleni? Umepitia nini? Sijui nini? I don't do that stupid stuff. So I'm sorry gentlemen, I don't do. Yani ukishakuwa umefundishwa na watu wanaitwa mapadri, umefundishwa na watu wanaitwa mashehe, hii dunia haiwezi kukusumbua. Ukishakuwa unajua kuisoma Biblia kama GPS ya kukuongoza huko duniani, sio unasoma Biblia kama kitabu cha Mungu, hapana. Isome Biblia kama GPS, kitabu cha kukuongoza namna ya kuishi duniani. Hakuna mtu anaweza kukusumbua. Kwa hiyo Mwandambo alikuwa anahojiwa kama vile jaji au hakimu anamhoji mtuhumiwa. Kwa hiyo na Mwandambo naye akafunguka vitu vingi sana. Sasa moja ya kitu ambacho kimenitrigger nimzungumzie Mwandambo ni hichi kipengele cha uzalendo kilivyomsumbua. Sasa lazima turekebishane hapa. Uzalendo ni nini? Kwanza lazima watu wajue maana ya neno uzalendo. Uzalendo kwa maneno mafupi sana ni ile hali ya mtu kujitoa kupambania maslahi ya taifa lake. Sijui nitafute msamiati gani mzuri. Yaani kisema tu ni upendo kwa taifa kama vile tafsiri nyepesi sana. Yaani mtu ambaye yuko tayari kufanya jambo lolote lile kwa faida ya nchi. Huyo ndio mzalendo. Sasa kwa nini nimekuja tuzungumzie swala la uzalendo kutokana na alichokizungumza Mwandambo? Mwandambo katika reaction zake anaonekanaga kama vile ni mpinzani. Lakini amedai kwamba yeye ni CCM. Lakini katika kujitetea kwake kwamba ndani yake anawiwa na uzalendo zaidi. Lakini huwa anavyo react, anavyoongea, anaonekana ni mzalendo. Kwa
Kwa hiyo lazima aichokonoe CCM kiasi kwamba ili kutetea ule uzalendo wake. Sijui inaeleweka? Na ni kipindi gani Mwandambo alijiunga na CCM? Ni kile kipindi cha Magufuli. Unajua Magufuli hakuwa rais kwa ajili ya kuipigania CCM. Hapana. Kila mtu anakumbuka. Magufuli alikuwa ni rais kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kuna tofauti kubwa sana kati ya rais kwa ajili ya kupigania chama chake na rais kwa ajili ya Watanzania. Yaani picha inajulikana. Sasa katika lile wimbi jinsi Magufuli alivyoonyesha ule uzalendo, Mwandambo naye akajikuta anakwenda kuchukua kadi ya CCM. Tena mwenyewe akasema kadi ya kielektroniki. Mwandambo anasemaje? Yeye ni mwanachama wa chama cha CCM na ana kadi, lakini anakaroka upinzani. Hiyo sentensi yake ukisikia unaielewa vipi? Kwamba kulingana na negativity ambazo CCM wanazifanya hakubaliani nazo. Kwa hiyo inabidi awe kama vile na itikadi za kupinga yale ambayo CCM anayafanya ambayo hayana afya kwa taifa. Huo ndio uzalendo sasa. Yaani unapokuwa wewe ni CCM lakini haukubaliani na yale ambayo CCM anayafanya kwa sababu hayana afya kwa taifa, tunakutafsiri vipi? Ni mzalendo? Mwandambo amesema swala la upinzani nchini kwetu sio kitu rasmi, ni kitu ambacho hata mimi mwenyewe nakijua. Multipartyism hata Watanzania hawakukubaliana nayo. Lakini sasa multipartyism inasukumwa kwa nguvu ili, yani vyama vingi inamaanisha, ili kutugawa, ili tugombane. Basically kama kilichotokea Oktoba 29 ni matokeo ya multipartyism kwa sababu hamwezi kuumizana vile kisa eti vyama vya siasa. Kwa yale ndio matokeo ya vyama vingi kupishana sasa kule ambako ndiko wakubwa wa dunia hii wanavyopenda. Sasa mkisha kuwekwa katika hali ya kutokuelewana, manake taratibu ile hali ya uzalendo ndio inaanza kunyonywa. Manake mimi napigania maslahi ya CCM, wewe unapigania maslahi ya Chadema, yule anapigania maslahi ya Chauma. Kwa hiyo hapo manake taratibu wote mnaliacha taifa. Yaani ukisha kuwa unatetea chama cha siasa, kikundi fulani na sio taifa, wewe hapo sisi walimwengu tunafurahia. Yes, we got Chuma. Yaani kwa sababu hamwezi kusimama mkalizungumzia taifa lenu, bali kila kikundi kinapigania maslahi yake. Nyinyi ni wapumbavu wakubwa sana, na nyinyi wapumbavu ndio tunawataka. Lakini mngekaa sehemu mkasema, hey, zima CCM, zima Chauma, zima Chadema, hebu Mtanzania hapa anafaidikaje? How good is that? Lazima tungejiuliza mara mbili sisi walimwengu. Hawa wapumbavu washajitambua hao. Lakini as long as unapaza sauti yako katika jina la CCM, katika jina la Chauma, katika jina la Chadema, you are stupid. Sasa wakati huyu bwana anabanwa sana kwamba inakuaje wewe uwe CCM alafu at the same time uwe una itikadi za upinzani, akajibu very professional kwamba mimi ni mzalendo. Mimi nina uchungu na nchi yangu kuliko chama. Yaani na uchungu na taifa la Tanzania kuliko chama. Sasa hapa ndipo tunakuja kupata tafsiri ya neno uzalendo. Uzalendo maana yake nini? Sio kuisupport serikali kwenye ujinga wake, wala sio kuipinga serikali kwenye masuala ya maendeleo. Sijui nimeeleweka maana ya neno uzalendo? Yaani ukiona serikali iliyo madarakani inakubaka akili kusapoti ujinga, alafu wewe ukakataa kwamba huu ni ujinga na sio kweli, huo ndio uzalendo, kwamba hichi kitu hakina afya kwa jamii. Kwa mfano, serikali kakwambia maendeleo ni jukumu letu sisi serikali kuu, tuna uwezo wa kupeleka maendeleo nchi nzima, kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna taifa ambalo maendeleo ni jukumu la serikali kuu, kwamba tutapeleka maji vijijini, tutaboresha elimu, miundombinu bora. Yaani kila kitu kinachohusiana na maendeleo serikali kuu ikakwambia ina uwezo wa kuleta. That's bullshit, that's not true, sio kweli. Hakunaga nchi inayoweza kwamba central government ina uwezo wa kufanya hivyo vitu. Hayo ni majukumu yanatakiwa yapewe raia, kazi ya serikali ni kusimamia. Wakati serikali inakuhubiria huo ujinga, inakwambia
upande wa pili hawawezi. Yani sijui naeleweka nachokisema. Yani wakati CCM anakuambia kwamba sisi tutaboresha huduma fulani, kila kitu tutafanya sisi kama CCM, kitu ambacho sio kweli, haiwezekani. Huo ni ujinga ambao serikali inakulazimisha uamini. Kwa hiyo kuipinga serikali kwenye ujinga ni uzalendo. Kitu cha kwanza nimejifunza kwa Mwandambo. Kwa hiyo definition au tafsiri ya uzalendo ni kuwa tayari kutetea maslahi ya taifa na sio maslahi ya chama chako, dini yako, kikundi chako hicho cha kijingajinga hicho ambacho kwa sababu kinakupa kula, kwa hiyo uko tayari kuliuza taifa kwa faida hicho kikundi chako. Viko vikundi vingi sana hapa nchini Tanzania ambavyo kwa sababu vinaendesha maisha ya watu, wale watu wako tayari kuhatarisha taifa letu kwa faida yao. Kila siku nitawakumbusha Watanzania, tunahitaji jumuiya kubwa kuliko zote kuua hizi jumuiya ambazo kazi yake ni kuwahudumia mabepari. Jumuiya ni ipi? Ni JKT. I gotta say this, we got no other community which can kill these stupid communities. Lazima tukumbushane, jumuiya Nyerere alishatengenezea. Hii ni jumuiya inatakiwa iamshwe, iue hizi jumuiya nyingine. Huwezi kuwa kwenye jumuiya ya CCM ukawa mzalendo. No. Huwezi kuwa kwenye jumuiya ya Chadema ukawa mzalendo. No. Huwezi kuwa kwenye jumuiya ya Chauma ukawa mzalendo. Huwezi kuwa kwenye jumuiya ya Wakatoliki ukawa mzalendo. Huwezi kuwa kwenye jumuiya ya Bakwata ukawa mzalendo. Hata siku moja. Lazima utatetea hizo jumuiya. Mzalendo ni mtu aliye katika jumuiya inaitwa JKT. I gotta tell you this. Huwezi kuwa kwenye cabinet ya Wakatoliki unasimamia miradi ya multi-billion, alafu kanisa likawa lina matatizo na serikali, wewe ukawa upande wa serikali. Hicho kitu hakipo. Hata kama ingekuwa ni mimi, lazima utalitetea kanisa ili kanisa liendelee kulinyonya taifa. Lazima niwape mfano mzuri. The same as CCM. Kumbuka zile update za Bwana Polepole. Yani tunahitaji Yesu Kristo atoke mbinguni aje utuambie kwamba CCM si wazuri kwa taifa letu, kwa alichotuambia Bwana Polepole. So what is the way out? It's a process. Kwa sababu hata hapa tulipofika ulikuwa ni mchakato. Kwa hiyo ni lazima Watanzania tuamshane kwamba tunahitaji mchakato wa kupandikiza uzalendo kwa watoto wetu. Kwa sababu hata sisi tulifanyiwa mchakato. Wanafikiri wale waliouawa Oktoba 29 ni ndio generation yetu sisi. Kwa sababu mimi ni high school educated person. Manake nilijazwa kwamba taifa la Tanzania ni maskini kwa sababu ya Nyerere, kwa sababu ya CCM. Lakini ni ukweli? No, si ukweli. Siwezi kusoma mpaka darasa la 12, alafu pale niliposoma eti wazungu wananyonya ile ardhi ya pale, alafu mimi sina elimu ya kuifaidi ile ardhi. So it's systematically kwamba elimu ya shule tunatengenezwa kwa kugombana na serikali kwa kutumia lile somo la uraia na somo linaloitwa historia. Hayo ndio masomo mawili ya kuwa program watoto kugombana na serikali muda wote. Kuna watu wana madigrii barabarani huko, wanatembea wanakuambia serikali. Kumbe alipewa degree la kwenda kuajiriwa. So we must prepare the process to kill this stupidity. It's a process. Tuue hii polarized society, tutengeneze uzalendo wa kweli. Baba Mwandambo, umefunguka vitu vikubwa sana, sio vyepesi. Unajua dunia sasa watu wanataka freedom. Dunia sasa watu wanataka uhuru, wanataka democracy. Kwa hiyo swala la uhuru halipo katika dunia hii yetu. Mwanadamu anahitaji kitu kimoja tu, alafu vingine anavifanya. Chakula. Yes. Yani unavyotoa katika akili ya mwanadamu, akiamka asubuhi asiwaze chakula. Kwamba hivi leo nitakula. Hichi chakula ndicho nacho kitanitosha wiki 2. Hichi chakula ndicho nacho kitanitosha sijui mwezi. Ukitoa hayo mawazo kwenye akili ya mwanadamu, kinachofuata ni maendeleo. Ninavyosema chakula, anasema vitu vingi. All house bills, sijui maji, umeme, all those you can put in the food. Yani household bills ukimpunguzia mwanadamu, kinachokuja ni maendeleo. Machafuko unayoyaona Ulaya, Marekani, ni wananchi wamechoka kwa utitiri wa bills za ndani wanazozilipa. Mtu yuko Marekani atakwambia anapata mshahara wa $6,000. Angalia mchakato anavyovilipa. Ile sio sehemu ya kuishi mwanadamu
na huwa napendaga kupata hizi taarifa kutoka kwa Marekani wenyewe. So nisiongee vitu vingi sana. Hakuna kitu kinachoitwa uhuru. Usitafute kitu ambacho hakipo. Pigania kitu kinachoitwa huduma muhimu kwa mwanadamu. Unahitaji chakula, unahitaji sehemu nzuri ya kulala, na kuvipata hivi ni sera bora za kiuchumi ambazo mwanadamu ataimiliki ardhi yake na kuzalisha, na sio eti ataambiwa kaa hapo tukuzalishie. Sijui Watanzania mnanielewaga ninachowaambia? Yaani matatizo yetu ni mchakato mpana sana, mpaka unaona Mwandambo anaongea hivyo, wanadamu tunataka uhuru na demokrasia. Huwezi kula uhuru na demokrasia kwa watu wakajiuze kama wanavyojiuza. Watu wanajiuza ili wapate kula. Watu wanajiuza ili walipe kodi za nyumba. Kumbe vitu ambavyo vipo vipi? Sera za nchi ni sera tu za kijinga. Usione Baresa anaongeza utajiri wake kila mwaka kwamba ana akili sana. Iko sera imetengenezwa kumlinda yeye, kwamba kila siku yeye tu anawaza kuongeza miradi tu. So there is nothing called freedom, there is nothing called democracy. These are illusion, never exist. Hakuna kitu kama hicho. Nchi ipi yenye maendeleo katika jina la democracy? Marekani. Angalia project za kijambazi ambazo Marekani amezipanga kuzitekeleza mwaka huu. Alafu unaniambia maendeleo ya Marekani democracy. Nirudi kwa Mwandambo. Mwandambo ni mtu ambaye anawiwa sana na taifa letu liendelee, lakini hajui tufanyeje ili tuyapate hayo maendeleo. Anafikiri kwamba democracy na uhuru vitaleta maendeleo. Hakuna kitu kama hicho. Maendeleo watu wamilikishwe ardhi katika mfumo wa jumuiya, na sio mfumo ardhi ya Mwandambo ni ya Mwandambo, ardhi ya kwangu ni ya kwangu. Ukitaka kumuuzia Baresa unamuuzia tu. Hicho kitu hakipo. Individualistic should be killed ASP. We gotta go back to the communal as we used to be. Hicho lazima niwakumbushe Watanzania. Kingine ambacho Mwandambo amekizungumzia ambacho ni kitu ambacho Watanzania wakielewi, swala la sijui shule za private zinafundisha Kiingereza, shule za government zinafundisha Kiswahili. Huu ni ujinga ambao watu wengi hawajuagi hata tafsiri yake nini. Sikiliza Watanzania, niwaambie kitu kimoja. Kama una mpango wa kwenda kufua nguo za wazungu Ulaya, jifunze Kiingereza hata kwa kutumia AI. Hakuna somo jepesi duniani kama somo la Kiingereza. The easiest language to learn, kwa sababu matulzi yake, vitu vyake viko huko mtandaoni vingi tu. Soma AI utajua Kiingereza, ukafue chupi za wazungu huko Ulaya. Sisi tunahitaji elimu bora ya kilimo, elimu bora ya teknolojia. Tanzania wamilikishwe ardhi, kila kitu kitakuwa cha kwetu. Baada ya miaka 30 na sisi tutakwenda huko angani kama Wachina walivyoenda wenyewe. Kumbuka Wachina walichukua Wachina wao wakawapeleka Urusi kusomea masuala ya anga, wakachukua Wachina wengine wakapeleka Marekani, wakarudi nyumbani wakaintegrate hizo elimu, wameenda huko juu wenyewe. Hawajaenda kwa msaada wa Marekani, hawajaenda kwa msaada wa Urusi, wako wenyewe huko angani. Walichokwenda kukitafuta huko nje ni elimu. Hawakwenda kutafuta Kiingereza, hawakwenda kutafuta sijui Kifaransa na Kireno. So hizi lugha za wakoloni ambazo zina resonate kwenye akili zetu kama kwamba ndio elimu, inabidi tutafute mekanizmu ya kuziua haraka sana. Kuongea Kiingereza kizuri sio elimu, kuongea Kireno kizuri sio elimu, kuongea Kifaransa kizuri sio elimu. Au nao kutajia wana matatizo kuliko sijui nisemeje. Wana matatizo, wananuka matatizo. We need good agriculture education. We need good education to understand our environment, to understand our natural resources and to control them. Mwandambo, mimi nakuheshimu sana mzee wangu, mimi nakuelewa sana. Ni mtu ambaye una msukumo, unawiwa na maendeleo ya taifa letu. Na hata kwenye interview yako umejikanyaga wewe ni CCM mara upinzani, lakini ndani ya nafsi yako una msukumo wa kiuzalendo. Uzalendo sio kuisupport serikali kwenye mambo yake ya kijinga. Uzalendo ni kuiambia serikali, hapo mnakosea, rekebisheni hapo. Kwa sababu serikali ipo. Hata kama wana CCM wote watakufa, watakuja wengine labda wana CCM, Chadema, Chauma, wherever. Lakini we gotta find a way that we should not speak about CCM, Chadema, Chauma, Anglikana, BAKWATA and this Western puppetry community. We're gonna kill them. How are we gonna kill them? By using JKT. JKT will be hiyo ndio dini ya Watanzania wote. Kwa sababu wakikutana pale hawezi kuulizana. Wataishia kunyamaza, wewe JKT wapi? Mimi JKT wa Kilimanjaro, mimi JKT wa Mbeya, mimi JKT wa Dar es Salaam. Good to go. How good is that? We gotta find a way. Watanzania tuelimike, tusiwe wasomi.